Mtazamaji wa Top Town Media, ni siku ya tarehe 30 Aprili 2026 ambapo tulikuwa tumekuahidi kwamba siku ya leo ndo siku ya pool table competition inayofanyika hapa eneo la Mwechi Mpya, Njombe, Tanzania. Na hapa niko na mwenyeji wa eneo hili, mheshimiwa mwenyewe, kwamba anataka tujuze maandalizi yakoje mpaka hivi sasa, tukiwa tumebakisha dakika chache tu kabla ya kuanza kwa michuano hiyo ya pool table. Mheshimiwa, habari? Salama kabisa. Salama kabisa. Vipi hali ya maandalizi yakoje mpaka hivi sasa hivi, ikiwa tumebakiwa na sekunde chache au dakika chache kuanza kwa mchezo? Kwa kweli maandalizi yako vizuri, wachezaji wamefika kama ulivyoona wenyewe, watu kutoka mikoa mbalimbali wako hapa wanasubiri tu kipute kianze. Kwa kweli maandalizi tumejiandaa vizuri. Pengine mtazamaji anatamani kufahamu kwamba wingi wa mapokezi ya watu na eneo husika patatosha, kama vile watu ni wengi kuliko eneo. Ni kweli, ndio maana tulifanya maandalizi. Ukiangalia kule kutakuwa kuna tent kule tunaandaa kwa ajili ya ikitokea watu wamejaa humo ndani, basi tutaona namna ya kuweka watu hapa nje, na kutakuwa na screen. Bahati nzuri eneo lote la baa yetu kutakuwa na screen sehemu zote, yani screen zote zitaonyesha haya mashindano. Kwa hiyo tutakuwa live. Tutakuwa live. Na tunategemea kuona mchezo wa namna gani siku ya leo, hususan katika upande wa waamuzi ambao mmewateua watasimamia mchezo siku ya leo? Utegemee kwanza ushindani mkubwa. Kwa sababu tunacheza na wachezaji hapa wengine wanacheza timu ya taifa ya pool table. Kwa hiyo utegemee ushindani mkubwa na mchezo utakuwa mzuri sana, kwa sababu tunaona marefa nao wazuri na wachezaji wenyewe wabobevu, wazoefu, wazuri. Kwa hiyo unajua mambo yatakuwa mazuri. Sasa hivi idadi ni kiasi gani waliojiandikisha kabisa kuanza mchezo huu mpaka sasa? Tuna washiriki 46 kutoka mikoa tofauti. Ndio. Okay. Ndio. Na kwa upande wa Njombe, labda wanashiriki kama timu au ni mshiriki mmoja mmoja? Kama Njombe mashindano yanashirikisha mshiriki mmoja mmoja. Kwa hiyo wote wamekuja wanashiriki mshiriki mmoja mmoja. Okay. Lakini kwa wana Njombe vijana wenzangu naona uoga unaoingia sana. Kwa waliokuja pia ni wachache kama 10 hivi. Lakini naona uoga unaoingia, wanahisi labda watapigwa sana na nini, lakini ili uwe mpiganaji lazima upigwe. Ndio utakuwa mpiganaji. Pengine mwamuzi ametokea Njombe hapa au umetokea mikoa mingine? Hapana, tumechanganya. Mmoja ametoka Mbeya, mmoja Dar es Salaam, mmoja Mafinga. Okay. Kwa hiyo tumechanganya angalau kuona kidogo kusiwe na ile Na mchezo huu mnategemea kumalizika muda gani? Mchezo huu bwana ni tofauti na michezo mingine. Mchezo pool table ni tofauti na mchezo mpira au draft. Mchezo pool table unahitaji mahesabu makali sana. Kwa hiyo mchezo unaweza kuchukua masaa 12 kutoka sasa hivi. Masaa 12 kutoka sasa hivi. Not 12, masaa 11 kutoka sasa hivi. Kwa hiyo ukifanya hesabu hapo unaweza kuona kwenye saa 6 hivi, saa 7 tutakuwa tunamaliza mchezo. Saa 7 ya usiku. 6 usiku au saa 7 usiku. Kwa sababu hapa kutakuwa na race. Nafikiri kutakuwa na race 5. Race 5 nafikiri race 5 zitachezwa. Kwa race 5 kwa watu 60, kwa watu 46 sio kitu kidogo. Ni kitu kikubwa ambacho kinahitaji muda mrefu, na ukumbuke hapo hakuna mapumziko. Mapumziko yatakuja kwenye finali tu ndio kutakuwa na mapumziko. Bwana, mimi nikutakie mchezo mwema. Asante sana kiongozi. Mtazamaji wa Top Town Media, nafikiri umemsikia huyo mwenyeji wa maandalizi ya michuano hii, lakini bado tupo sana tumitinga hapa katika eneo hili kuhakikisha kwamba vyote vinavyojiri unavipata kupitia Top Town Media. Naitwa Mzee wa Tatu, endelea kuwa nasi. Na sasa naenda kumtafuta mwakilishi kutoka kwa mdhamini wa michuano hii hapa ili kukujuza kipi na yeye amejiandaa kulingana na michuano hii. Asante. Mtazamaji wa Top Town Media, kama nilivyokujuza kwamba michuano hii ya pool table imedhaminiwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika, na hapa niko na mwakilishi wake. Nataka tuzungumze naye machache, atujuze hali ikoje na maandalizi mpaka sasa hivi, tukiwa tumesaliwa na dakika chache tu kuanza kwa michuano hiyo. Bwana, habari ya sasa? Bwana, namshukuru Mungu ni kwema. Kama kawaida sasa siku pia. Safi kabisa. Ndio. Bwana, hebu niambie hali ikoje na maandalizi mpaka sasa hivi yakoje? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa maana ya pamoja na matukio mengi tulikumbwa na majanga, ikiwa mmoja kubwa kumpoteza diwani wetu wa Lugenge, Mheshimiwa Mligo, ikatutia kwenye huzuni kubwa, lakini kwa sababu tukio lilisha draftiwa, lilisha setiwa na likawa lipo tayari kwenye mpango,
na watu wameshatangaziwa na wameshaanza safari kutoka Dar es Salaam, kutoka Mbeya, kutoka Ruvuma, kutoka Iringa. Tukaona si vyema sana likahairishwa, isipokuwa mara baada ya kumaliza mazishi ikabidi turudi mjini kwa ajili ya kuendelea na maandalizi ya mchezo huu wa pool table. Kimsingi maandalizi yamekamilika. Hadi sasa unaniona niko hapa, manake maandalizi yapo 100%. Timu zote kutoka mikoa yote zimeshakwisha kufika hapa kwenye papu hii ya Mwechi mpya hapa Njombe mjini, na sisi tuko tayari kushuhudia mtanange mkali ambao utakwenda kuchezwa hapa, na baadaye usiku, unajua mchezo huu utavuta muda mrefu kidogo kwa sababu mategemeo yetu yalikuwa makadirio ya chini, lakini watu wamejitokeza wengi zaidi kujisajili, na kimsingi huwezi kumkataa mtu ameshajisajili, ameshalipa kiingilio, huwezi kumzuia kwamba bwana sasa inatosha. Tukasema hapana, hawa hata kama ni 100 tutaenda nao. Kwa hiyo kwa sheria za pool table zile raundi basi zitatupelekea kuchelewa kidogo kumalizika kwa mchezo huu, lakini tumejipanga vizuri na tupo vizuri, mazingira ya kiusalama yako vizuri. Kama unavyoshuhudia hapa, tumefunga barabara kwa maana ya eneo sasa limekuwa dogo. Tumeomba vibali kuhakikisha kwamba tuone watu wanakuja kutazama mchezo huu baadaye, hata usiku watakuja kuburudika na kuona mtanange mkali ambao utakuwa unachezwa hapa. Kwa hiyo tuko vizuri. Asante. Pengine imekuwa kama vile mshtuko kwa baadhi ya washiriki hususan wa Njombe. Walitegemea kwamba wao ndo watakuwa wengi zaidi, lakini pamekuwa na mvuto mkubwa kutoka katika mikoa tofauti tofauti. Hili limekaje? Ni kwamba kama Njombe hawajitokeza kwa wingi au hawajiamini? Kimsingi mashindano haya target kubwa yalitarget kuwasajili watu wa Njombe. Na hiyo ndio target kubwa. Na ndio matazamio yetu yalivyokuwa yamelenga. Kwa sababu tunaamini kwenye jimbo hili la Njombe wako wachezaji wengi ambao wanacheza mchezo wa pool table. Lakini naweza sema kwa masikitiko walio wengi wamejisajili kutoka nje ya Njombe. Kwa nini? Watu wa Njombe kuna uwezekana vijana wenda hawajiamini kwa sababu hawajafanya mazoezi kwa muda mrefu, wenda wanaogopa upinzani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa waliojitokeza wa Njombe, mimi ninawashukuru na kuwapongeza. Wenda zawadi hizi na za ubingwa huu zinaweza kabaki Njombe, lakini na sisi mashindano haya hayazuii kupeleka nje ya jimbo la Njombe kwa sababu tumepanua uwanda mzima, tumepanua wigo, watu waje washindane, na ilikuwa ni sehemu ya watu wetu wa Njombe kujichua na kujiweka sawa, kujiimarisha na kuona ni kwa namna gani wanaweza kujipanga tena katika msimu ujao. Lakini kwa idadi ya watu waliosajili, wachezaji waliojisajili, tunaona bado haijakidhi mahitaji ya watu wa Njombe, mahitaji ya Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika. Haijakidhi. Aitamani zaidi washiriki wawe kutoka kwenye ndani ya jimbo la Njombe mjini, lakini unakuta wametoka Kifanya, wametoka Uwemba, wametoka sijui wapi. Kwa hiyo bado kidogo hali bado, lakini huenda kwa sababu ni mara ya kwanza mashindano haya, tunaamini next time watu watakuwa wengi zaidi. Okay. Tutegemee uamuzi wa namna gani? Pengine watu wanaanza kuwa na hofu labda uamuzi, labda kwa sababu wametoka katika mikoa tofauti, hawafahamu taratibu, au pengine vile vikundi tuna uzoefu wa watu kutoka mikoa nje. Hili mnatengeneza wigo gani hususan kwa washiriki wa hapa Njombe kuwajengea confidence, wasiwe na hofu angalau ya kujumuika na washiriki wa mikoa ya jirani? Kwanza waondoe hofu. Unajua mimi mwenyewe nilipoingia kwenye huu mchezo wa pool table nilijua kama ni mchezo fulani wa watu fulani hivi, lakini kumbe mchezo huu una sheria zake, una taratibu zake, una kanuni zake. Sasa na marefari wa mchezo huu hawajatoka hapa, hawajatoka Njombe, wametoka mikoa mingine. Kuna mwingine ametoka Morogoro, kuna mwingine ametoka Mbeya, kuna mwingine ametoka Dar es Salaam, kwa ajili ya kuja kuhakikisha mchezo huu unakuwa ni wa haki na huru na uwazi zaidi. Kwa hiyo watu wa Njombe wasihofie kwamba wenda mapigano yale au namna timu zitakapochezwa wenda ushindi utapelekwa Mbeya au ushindi utapelekwa Iringa au Dar es Salaam. Hapana. Wao waje wajichue uwanjani, wapambane, na uzuri utakuwa ni mchezo wa wazi. Tutakwenda YouTube kwenye vyombo vyenu vya habari na vyombo vingine. Kwa hiyo mambo yatakuwa wazi, haki zitatendeka. Bwana, mimi nikutakie mchezo mwema na utazamaji mzuri zaidi. Nakushukuru sana. Asante sana. Huyu alikuwa ni mwakilishi kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe Juu, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Nafikiri umemsikia vizuri, lakini amekwambia hofu imekuwa kama vile mitanda kwa washiriki wa mkoa wa Njombe mara baada ya kuona washiriki kutoka katika mikoa ya jirani imekuwa ni mkubwa zaidi. Lakini yote na yote tusubiri kuona hatimaye mwisho wa mchezo atajulikana mshindi ni nani na atatoka katika mkoa gani. Hii ni pool table competition kutoka hapa katika viwanja vya Mwechi mpya Njombe, Tanzania. Endelea kuwa nasi mpaka baadaye sana. Naitwa Mzee wa Tatu. Chao.
Nipo na moja ya washiriki kutoka timu ya nyumbani Njombe Tanzania hapa, nataka atujuze kulikoni wao. Kwanza wako wachache, lakini pia mapokezi yamekuwa kama vile yana mwamko mkubwa nje ya mkoa wa Njombe. Hivyo hebu tuchongene kujua kipi ambacho kimewasibu washiriki wa kutoka hapa Njombe nyumbani. Mambo vipi? Fresh Kama kawaida. Kama kawaida. Unaitwa nani? Anaitwa Agapito Aule, lakini jina la mchezo natumia Nyota Njombe. Nyota Njombe. Ndio. Bwana, wewe ni mshiriki katika michuano hii ya pool table. Kwa nini Njombe mmekuwa na mwitikio mdogo zaidi kuliko nje ya mkoa wa Njombe? Ni sahihi. In short, kwa mashindano kwa Njombe hajaanza muda mrefu. Japo sisi kwa watu ambao tupo hapo kwa uchache wetu tushacheza mashindano haya. Lakini licha ya hivyo, japo tushapoteza mapambano moja ambao tulicheza na watu wa Mfindi wa Mafinga, tulipoteza, lakini tumejipanga upya kwa ajili tena haya mashindano kwa uchache wetu huu. Ila japo watu wengi wachezaji wapo, lakini waoga na yaogopa kushindana kwa sababu Njombe kuna mchezo tofauti ambao tunacheza tofauti nao wa mashindano ya luza. Kwa hiyo kuna Njombe amezoea kisu, lakini kwa sisi tushazoea mchezo ambao tunacheza. Japo yani tayari tuna uzoefu nao, na ndio maana tunakuta bwana, sisi tunawakilisha, tutaendelea kuwakilisha Njombe kama tulivyo kwa uchache wetu. Watu wapo lakini wanaogopa, lakini kwa sisi tushakuwa wazoefu. Na kwa leo tumejipanga sana kimchezo, tumejipanga sana. Yaani tunahakikisha kombe linabaki hapo. Wana Njombe wategemee nini siku ya leo, hususani kutoka kwenye timu ya nyumbani? Kitu ambacho nawaambia wana Njombe au washabiki wetu ambao tunawakilisha sisi tukiwa kama wachezaji wao, tunaomba waelewe kwamba kombe linabaki hapa na sherehe ndogo itafanyika hapa, aliondoi kombe hapa. Sisi tunachukua ubingwa. Bwana, nikushukuru sana. Asante. Bwana, shukrani. Asante sana. Sasa mbunge anapasua mchezo huu wa kwanza kama sehemu ya uzinduzi kwenye maeneo haya. Sote tunashuhudia, wanahabari mko tayari? Asante sana Mheshimiwa Bunge, sasa tuendelee. Atakapopiga basi makofi wote. Asante sana, asante sana. Sema mbunge, jamani, watakie mchezo mema na tunaona kwenye zawadi.